Shetani ashinde mfululizo. 5,000 types of lies. The greatness of a nation. To speak truth to power. Jamaa, vipi habari yenu leo? Natumaini mmeshinda salama, na watu wangu wa Adu Ward, natumaini mmeshinda vyema. Kwa majina naitwa Wilson Ochar, na leo nataka kuzungumza nanyi si kama mgombea pekee, bali kama mwanafunzi na mlinzi wa katiba ya Kenya. Kwa sababu kabla hatujazungumza kuhusu maendeleo, lazima kwanza tuelewe sheria. Na kama mgombea wenyu wa kiti cha mwakilishi wa wadi, najitolea kikamilifu kwa katiba ya Kenya ya mwaka 2010 na sheria ya serikali za county. Jukumu langu halijatungwa na mimi mwenyewe, jukumu langu limefafanuliwa na katiba. Na leo nataka kila mpiga kura katika wadi ya Adu aelewe kikamilifu maana ya jambo hilo. Ibara ya 185 ya katiba inasema mamlaka ya kutunga sheria katika kaunti yako mikononi mwa na yanatekelezwa na bunge la kaunti. Hii ina maana ya kuwa mamlaka hayatoki kwa mtu binafsi, yanatoka ndani ya taasisi ya bunge. Na ibara ya 185 chini ya ibara ya pili inasema bunge la kaunti linaweza kutunga sheria yoyote muhimu kwa utendaji bora wa kazi na utekelezaji wa mamlaka ya serikali ya kaunti. Hii inafafanua jukumu mkuu. MCA ni mtunga sheria, sio mwanakandarasi, sio afisa mkuu wa tendaji, bali ni mjumbe mwenye jukumu la kuunda mfumo wa kisheria wa kaunti. Na ibara ya 185 kupitia makala ya 3, bunge la kaunti linaweza kutekeleza usimamizi juu ya kamati ya utendaji ya kaunti na chombo kingine chochote cha utendaji cha kaunti. Hii ni muhimu sana, manake MCA ni mlinzi wenyu na anafaa kuhakikisha kuwa uwajibikaji, uwazi na matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Na ibara ya 185 pande ya 4 bunge linaweza kupokea na kuidhinisha mipango ya sera kwa ajili ya usimamizi wa rasilimali za kaunti, maendeleo ya miundombinu za taasisi, na maana yake hakuna uamuzi mkuu unaosonga mbele bila idhini ya bunge. Na sheria ya serikali za kaunti inaenda mbali zaidi na kufafanua uhusiano wa moja kwa moja kati ya MCA na wananchi. Sehemu ya 9 1A na B inasema MCA atafanya yafuatayo: kudumisha mawasiliano ya karibu na wapiga kura, kuwashirikisha kuhusu masuala yaliyo mbele ya bunge, na kuwasilisha maoni, mawazo na mapendekezo yao. Hii inadhihirisha jambo moja wazi, kuwa MCA ni sauti ya watu, si mchezaji anayejitegemea. Na sehemu ya 9 pande ya 1D inasema MCA atafanya yafuatayo: kuwa kiungo kati ya bunge ya kaunti na wapiga kura kuhusu utoaji wa huduma za umma. Maana yake ni MCA anaunganisha wananchi na mifumo ya serikali, si kwa kuimiliki bali kwa kuhakikisha inafanya kazi ipasavyo. Na sehemu ya 9(1)E inasema MCA atafanya yafuatayo: kutoa maarifa na uzoefu wa kitaalamu katika mijadala na maamuzi. Uongozi si kelele, ni mchango wenyu ufahamu. Na sasa hapo ndipo viongozi wengi wanapotosha wananchi, manake sehemu ya 9 pia chini ya 2 inasema wazi MCA hatakiwi kujihusisha na kazi ya utendaji, utoaji wa huduma moja kwa moja. Na hii ina maana kuwa MCA sio manager wa miradi na sio mtoa huduma, bali ni mtunga sheria na msimamizi. Kuelewa hii kuna kubadilisha kila kitu, kwa sababu unapoelewa sheria unadai uongozi sahihi, na viongozi wanapoelewa sheria utawala unaboreka. Niruhusu kwa ufupi nasema MCA anatunga sheria, anawakilisha watu na anasimama serikali kuu ya kaunti. Hakuna zaidi wala hakuna pungufu. Huu ndio msingi wa utawala kati ya wadi ya Adu, si mkanganyiko, si habari potofu, bali ni uwazi wa kikatiba.
Kwa majina naitwa Wilson Ochar, na ninaamini uongozi huanza na kuelewa sheria, na naomba mniunge katika kampeni yangu ya Wilson Ochar, na usisahau kutufuata kwenye mitandao ya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok na LinkedIn, ndio upate kuweza kumjua kiongozi wako mtarajiwa. Asanteni sana, mbaki salama, mbarikiwe. Mmeshukuru sana, asante sana.